La kwanza kabisa tumekubaliana kuimarisha mahusiano yetu ya kidiplomasia baada ya miaka 30. Tokea tumesainiana mahusiano yetu ni miaka 30 hivi sasa, lakini hatukuwa na mawasiliano ya karibu. Kwa hiyo tumekubaliana kuimarisha yale mawasiliano, lakini pia tumekubaliana kushirikiana katika diplomasia ya uchumi. Na la pili, tumepitia mikataba mbalimbali na hati za mahusiano ambazo zilikuwa katika hatua za mwisho, na tumekubaliana mmoja wapo kesho tunatiliana nao saini, ni wa kushirikiana katika masuala ya uchumi ambayo pia itajumuisha sekta nyingine mbalimbali. Lakini baada ya mikataba hiyo pia kutakuwa na mikataba kwenye maeneo ya kilimo, kwenye maeneo ya mafunzo, kwenye maeneo ya wanafunzi kwenda kusoma nchini Belarus kwenye field mbalimbali, kwa upande wa wanafunzi kwenda sekta za afya, sekta za kilimo na sekta za uhandisi. Lakini pia tumekubaliana kushirikiana kwenye usalama wa chakula na nishati kupitia mikataba hiyo miwili inayotarajiwa kusainiwa na iko pia katika hatua za mwisho kabisa. Tumekubaliana kushirikiana katika mageuzi makubwa ya kilimo kutumia mitambo ya kisasa. Kama tunavyojua, nchi ya Belarus iko mbele sana kwenye sekta ya kilimo, iko mbele sana katika sekta ya uzalishaji, iko mbele sana. 80% ya kilimo chao wanapeleka nje ya nchi, mazao mbalimbali ya chakula, na naweza kusema wana feed, yani wanalisha sehemu kubwa ya ulimwengu katika export ya chakula chao. Tumekubaliana kushirikiana katika eneo la nishati na miundombinu, na hapa ni fursa pia kwa Watanzania mbalimbali kwenda kupata masomo na mafunzo mbalimbali ya muda mfupi pamoja na muda mrefu. Tumekubaliana pia watakutana na sekta ya afya. Tumekubaliana kwenye eneo la uzalishaji dawa, lakini pia kuanzisha viwanda ambavyo vitaweza kuzalisha dawa, na hiyo yatafanyika mazungumzo yatakayofuata moja kwa moja na Wizara ya Afya, na Mheshimiwa Waziri wa Afya anatarajiwa kutembelea nchi ya Belarus, lakini pia akiambatana na Waziri wa Elimu, Waziri wa Kilimo, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Hizo ndio sekta kuu 4 ambazo tumekubaliana tutaanza nazo moja kwa moja kwa kasi kubwa sana. Eneo jingine ni kwenye elimu. Vyuo vikuu vyetu vitatu vimeshakubaliana na vina mikataba na wamemaliza mazungumzo muda mfupi na Waziri wa Elimu, ambapo vyuo vikuu hivyo vitatu vitashirikiana, wanafunzi kutoka hapa kwenda kule na wanafunzi wao pia kuja hapa kusoma. Vyuo vikuu vyenyewe ni chuo cha Karume Zanzibar, chuo cha Sokoine SUA, chuo cha Mzumbe, na wao kwa upande wao vyuo vikuu vyao nchini Belarus. Eneo jingine ni utalii. Mpaka sasa bado utalii wetu haujakuwa kwa sababu kuna nchi za kati ambazo tunapitia, lakini tumeona idadi ya watalii ikiongezeka kutoka nchini Belarus. Inasemekana baina ya 10,000 mpaka 12,000 kwa mwaka watalii kutoka Belarus wanatembelea nchini Tanzania. Majadiliano yetu yamejikita zaidi kwa faida kubwa za nchi zote mbili, lakini mimi naweza kutamka kwa upana kabisa kwamba Tanzania itafaidika zaidi kutokana na wenzetu kuwa mbele kwenye teknolojia ya kilimo, kuwa mbele katika teknolojia ya uzalishaji, kuwa mbele katika teknolojia ya dawa, kuwa mbele katika teknolojia ya viwanda, na huko kote tumekubaliana kwamba sasa wako tayari kufanya mahusiano ya moja kwa moja na sekta za kibiashara. The challenges, the Belarusian side expressed its willingness to participate in Tanzania's agricultural mechanization program, taking into account Belarus' existing equipment, experience and expertise.